mengi sana ambayo umeanza nayo toka saa 12:30 za asubuhi. Asante sana kwa Studies Aristides kwa namna ambavyo amehakikisha gurudumu hili linaendelea kusonga mpaka muda huu ambapo tunaingia katika wasaa mwingine wa meza ya majadiliano ndani ya kahawa au chai. Naamini ni muda ambao tayari umeshaamka kabisa kwa ajili ya kuendelea na shughuli za hapa na pale. Kwa wewe ambaye uko nyumbani, tunashukuru sana kwa kufungulia Tumaini Television na kuendelea kutazama kahawa au chai. Naamini una kahawa yako pembeni au chai. Sijajua umeanza siku yako na kifungua gani ambacho kinaweza kikaianza siku yako vizuri. Ni kahawa au chai, lakini vyote vinaweza kukufanya wewe ukauweka mwili wako vizuri kuianza siku yako vyema kabisa. Ukiwa unatufuatilia pia hata sehemu nyingine, mtandao wa YouTube pia tunapatikana muda huu moja kwa moja kutoka hapa Tabata Magengeni. Jina langu ni Innocent John. Siku ya leo nimepata wageni ambao tutazungumza nao mengi sana na ni watu muhimu sana katika taifa hili la Tanzania, hasa ambalo linapiga hatua katika masuala mazima ya ujenzi. Kwa hiyo ni wasaa wako wewe mtazamaji wetu ambao unatufuatilia kufahamu mengi kutoka kwao. Ukiwa na ndoto ya kujenga bana, kuna vitu vingi sana ambavyo utapaswa kuvifahamu kabla ya kufikia hiyo hatua ya ujenzi ambao unatarajia kufanya. Kwa hiyo ni watu muhimu sana katika taifa letu la Tanzania na wanaweza kutusaidia mambo mengi sana. Na leo wamekuja na nini? Watatueleza kitu gani ambacho leo hii wametuletea ndani ya studio zetu za Tumaini Television. Nikukaribisha sana. Kwa kila ambacho utakisikia, unaweza ukawasiliana nasi ama ukatuma maoni kupitia nambari ya simu 0742 7734 44 0742773444. Karibu sana kwa kweli mtazamaji wetu, ungane na sisi mpaka pale saa 3 kamili za asubuhi tuweze kuzungumza mengi juu ya wageni wangu ambao nimewaalika hapa studio. Ni kutoka Taasisi ya Ubunifu Majengo hapa nchini Tanzania. Ndio wageni ambao nitakuwa nao kwa siku ya leo, na ninaye Rais mwenye ara ndogo, yeye anapenda kujiita hivyo, Mek Chawi. Yeye ni mkuu wa taasisi hii hapa nchini Tanzania wa Ubunifu Majengo. Nikukaribisha sana. Karibu sana mzee wangu. Asante mtangazaji. Tunashukuru kuja kuona nyinyi leo kwa mara nyingine. Ndio. Nia yetu sisi ni kuelimisha jamii na pia kuelimisha taasisi sawa kwenye sekta za ujenzi. Nashukuru sana. Karibu sana Mbunifu Majengo Scholastica Mangwa. Nafikiri niko sawa uko sawa, nakushukuru sana. Karibu sana. Asante. Na nimefurahi kuketi nanyi asubuhi ya leo nzuri kabisa na tulivu. Hali ya hewa ya Dar es Salaam inaruhusu kuendelea na ujenzi? Inaruhusu. Niwakaribishe sana. Na naamini pia mtazamaji wetu ambaye anatufuatilia kwa siku ya leo ana kiu ya kufahamu mengi sana juu ya hii taasisi ya Ubunifu Majengo. Pengine anakuwa anasikia huku na huku, lakini kwa sababu leo upo hapa, rais mwenye ara ndogo, mkuu wa taasisi ya Ubunifu Majengo hapa nchini Tanzania, utatufahamisha kwa kina na kila ambacho leo hii imetuletea. Na kuna semina ama mkutano mkuu wa mwaka wa Ubunifu Majengo hapa nchini Tanzania. Ndio lengo kubwa ambalo nimekuja kutueleza na kutufahamisha. Kabla tujaenda huko, tuambie kuhusiana na hii taasisi ya Ubunifu Majengo kwa mtazamaji wetu ambaye ndio kwanza anaisikia, pengine angetaka kuifahamu zaidi. Taasisi ya Ubunifu Majengo ilianza ya Afrika Mashariki, ambayo ilianza 1913 kwa nchi zote za Afrika Mashariki: Kenya, Uganda, Tanganyika na Zanzibar. Mwaka 1913 ilipoanzishwa ilikuwa chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakati huo ilikuwa inaitwa East African Common Services. Mpaka mwaka 67 ndio ikaja Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo taasisi ilikuwa ipo toka mwaka 1913. Ilikuwa ni taasisi ya Ubunifu Majengo ya Afrika Mashariki. Ilipofika mwaka 77 Jumuiya ya Afrika Mashariki ikavunjika. Ndio. Na ilipovunjika hii taasisi ikawa imekaa kimya, lakini shughuli zilikuwa zinafanyika kwa sababu ilikuwa sio taasisi ya nchi moja, ilikuwa nchi zote tatu. Kwa sababu ya kuvunjika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kila nchi ikaamua kutengeneza either chama au taasisi yake kwenye nchi yake. Kwa hiyo sisi Tanzania tukatengeneza taasisi ya Ubunifu Majengo ya Tanzania. Kenya wakatengeneza taasisi ya Ubunifu Majengo Kenya, Uganda, na sasa hivi tuna Rwanda, na kuna nchi kama 8. Sasa kila nchi, kile chama kilichokuwa kule ndani cha taasisi kinakuwa ni sehemu ya taasisi ya Ubunifu Majengo ya Afrika Mashariki. Wakati ule wa nyuma ilikuwa kwamba wabunifu majengo wote wa Afrika Mashariki walikuwa wanafanya mtihani mmoja wa taasisi ya Ubunifu Majengo ya Afrika Mashariki.
Ilipovunjika, ina maana kila nchi lazima tulikuwa tunajitegemea. Hata hivyo mpaka sasa hivi huwa tunafanya ushirikiano katika kutayarisha mitihani wa wanafunzi wa Afrika wote wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo taasisi ya ubunifu majengo ya Tanzania tulianzishwa mwaka 82 ambayo ndio tunaendelea, ni sehemu ya taasisi ya ubunifu majengo ya Afrika Mashariki ambayo kwa wakati huu sisi ndio wenyekiti. Mimi ni rais wa taasisi hiyo ya Afrika Mashariki sasa hivi. Kwa sasa. Ndio. Kwa nafasi ya kipekee basi tutumie fursa hii kukupongeza. Asante, nashukuru. Na kijiti hiki utaenda nacho kwa muda gani? Nitaenda nacho, nilikabidhiwa kijiti hiki mwaka jana mwezi wa Julai. Ni mwezi wa Agosti mwaka huu nitakabidhi hiki kiti kwa Rwanda. Kwa Rwanda. Ina maana kwamba kiti hiki unakaa nacho mwaka mmoja. Lakini kila nchi inatoa wajumbe kwenye hii taasisi. Kwa hiyo tuna wajumbe ambao wanaangalia kamati tofauti, kamati ya elimu, kamati ya ujuzi na utekelezaji wa taasisi ya ubunifu majengo, na kamati nyingine za kushirikiana na taasisi nyingine za ubunifu majengo duniani, Afrika na duniani. Sawa sawa. Asante sana. Na naamini pia mtazamaji ambaye anatufuatilia sasa amepata kufahamu ni nini hiki ambacho tunakizungumzia. Umesema toka ilipovunjika miaka hiyo ikarejea, na iliporejea mkawa mmeshaanzisha tena katika baadhi ya mataifa ama baadhi ya nchi. Mpaka sasa maendeleo unayaonaje katika kurejea kwake, na kurejea ikiwa tayari iko katika baadhi ya nchi ama tayari ishaanzishwa katika nchi? Iliporejea baada ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kurudishwa 2003 pale ikarejea. Wakati ilipokufa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuna wenzetu walikuwa bado wameshika mafaili ya ile taasisi ya ubunifu majengo ya Afrika Mashariki. Kwa wakawa wanafanya mawasiliano. Tulipoanza sisi taasisi ya ubunifu majengo ya kwetu Tanzania, ina maana kwamba tumekuwa ni sehemu ya ile jumuiya nzima. Na kuna vitu ambavyo huwa tunafanya kushirikiana na nchi zote hizi. Kwa mfano, kuwa mbunifu majengo unabidi kwamba ufanye mtihani. Baada ya kusoma chuo miaka 5, unakaa ofisini kwa miaka 2, unapata ujuzi kutoka kwenye maofisi, alafu unafanya mtihani. Unafanya mitihani 2 na kupewa mahojiano. Kwa hiyo sasa kwenye Afrika Mashariki tunachofanya ni kwamba wanaofanya mtihani Kenya, kwenye kamati ile ya elimu wa Tanzania wanaenda kusimamia. Kwa hiyo wanapofanya kazi mtihani wa Tanzania, walioko kwenye kamati ya elimu ya taasisi ya ubunifu majengo ya Afrika Mashariki kutoka Uganda wanakuja kusimamia kutoka Kenya na Uganda. Kwa hiyo ina maana kutoka nchi moja kuna wasimamizi wanakuja kuangalia, ili kusudi kuangalia kiwango cha elimu na kiwango cha ile mitihani, na kiwango kwamba hao watu wamefaulu, wanaweza kufanya kazi mahali popote Afrika Mashariki. Kwa hiyo hatuna tofauti, kwa sababu kiwango cha ubunifu majengo sio cha kitanzania, ni cha kidunia. Kwa hiyo kuna viwango fulani ambao lazima watu waangalie kwamba kweli kiwango hiki ni sawa sawa au sio sawa sawa. Kwa hiyo kwa sababu hata hivyo sisi ni sehemu ya Umoja wa Afrika wa ubunifu majengo, pia na wa dunia, na pia na Jumuiya ya Madola. Kwa hiyo kuna viwango ambao tunatakiwa tuende chini hapo. Mbunifu majengo anakaa chuoni zaidi ya semester 15 ambayo miaka 5. Wengine wanaenda zaidi, kwamba shahada yake ya kwanza inaweza kuwa akakaa miaka 5 na nusu, wengine mpaka 7. Na ukitoka pale unakaa ofisini miaka 2, alafu unafanya mtihani, ina maana una miaka 7 ya kusomea taaluma hii ya ubunifu majengo. Ni kipindi kirefu. Tuseme kwamba hii inachomekea. Tuseme kwamba ambao wanabuni majengo ambayo yanaporomoka wenyewe wanakaa mwaka mmoja darasani. Wale ndio tunawaambia kwamba sio mwaka mmoja darasani, wanafundishwa na wajomba zao, babu zao, kwamba alikuwa ni mjenzi. Yes. Fundi mwashi. Kwa hiyo baada ya mwaka anajiona na yeye anajua. Anaweza. Alafu kuna wale wasaidizi wetu ambao kwenye maofisi kama wanachukua michoro, anaenda kule anajua, afikiri anajua, lakini mchoro unapotengeneza na mbunifu majengo unaangalia vitu vingi sana. Kwanza unaangalia umbile la mwanadamu, ambao sisi tunaangalia tatizo la mwanadamu kwa nje. Sawa. Daktari anaangalia tatizo la mwanadamu kwa ndani. Sasa
ni lazima uwe na elimu hiyo. Then ukitoka pale unaangalia pia hali ya hewa. Tunafundishwa habari ya hali ya hewa. Sawa sawa. Na kutokana kwenye hali ya hewa wanafundishwa hata yale mandhari ya ndani. Kwa mfano kama studio zenu na rangi hapa zimeshabiana, lakini rangi hizi ziko tofauti. Sasa kwa mfano ukichukua rangi nyekundu ukimpakia mtu kwenye chumba, akifungua mlango unajua kali, atakimbia. Lakini ukichukua rangi ile nyekundu ukishabiana na rangi fulani, atakaa atapaona pazuri. Kwa hiyo tuna masomo mengi. Na masomo haya masomo yetu masomo wanaosoma watu wengine ya 75% tunayafanya kutokana na uhandisi vyuma, uhandisi umeme, uhandisi haya na majokofu ya condition. Tunasoma hayo yote ili kusudi kwamba unapotayrisha mchoro unajua kabisa utaweka nini sehemu gani, mahali wapi. Kwa hiyo hao mafundi wako wanaojenga ni kwamba hayo hawajui. Yeye akiona ramani ile mistari anajua ndio hii. Hapana. Ule mstari una maana yake. Una maana yake. Kila mstari una maana yake. Na mchoro una vitu vingi ambavyo huwa mtu asijua hilo hawezi kujua. Baada ya ule mchoro kuna makabrasha mengine yanakuja. Kuna kama mfano kuna kitu tunaita detail au michoro dondoo. Yaani sehemu fulani kama hapa kwenye studio hapa. Hapa unaweza kutengeneza michoro kama 20. Ngao kistudio hiki. Hapa tulipo juu kuna mchoro unaonyesha hii ngazi na sentimita ngapi. Hizi panels zilizokuwa pembeni sentimita ngapi, nataka kufika wapi. Kwa hiyo kichumba hiki unaweza kutengeneza michoro 20. Sasa nikushukuru sana, tukiwa tunaendelea kusonga mbele, naamini pia wale ambao wanatufuatilia kwa wasaa huu wanaendelea kujifunza mengi zaidi juu ya taasisi ya ubunifu majengo hapa nchini Tanzania. Kwa yule ambaye anatazama, naamini kuna watu mbalimbali ambao wanatazama, watu binafsi na taasisi mbalimbali. Hii taasisi ya ubunifu majengo ipo kwa ajili ya serikali ama na watu binafsi? Iko kwa ajili ya wanadamu. Okay. Nasema hivyo, sio watu binafsi, kwa ajili ya wanadamu. Tatizo hakuna malaria ya watu fulani. Kuna malaria ya watu wote. Kwa hiyo na sisi tuko humo. Kwa hiyo kama mwanadamu, sisi kazi yetu tunatatua tatizo la mwanadamu kwa nje. Daktari anaangalia anatatua kwa ndani. Kwa hiyo tuko kwa ajili ya wanadamu. Mtu ambaye anahitaji ujenzi, anahitaji kwanza swala zima la ujenzi. Kabla tujaje kwenye hoja yetu ya msingi kwa siku ya leo, tuje tuweke nukta kwako hapo. Mnatoa pia ushauri kwa watu ambao wanahitaji kuanzisha ujenzi, ama mkishachukua mradi ni mradi tu mnaanza moja kwa moja, ama kuna nafasi ya kumshauri mteja? Mbunifu majengo unapomfuata atakuuliza maswali machache kwanza. Kwanza, kiwanja chako kimepimwa? Una kikaratasi kutoka Wizara ya Ardhi au halmashauri kuonyesha, tunaita site plan, kuonyesha kiwanja chako kimepimwa, matumizi yake ni fulani. Kwa hiyo ina maana kisheria sehemu ile pale ni kama ni makazi au ni magodown, itaonyesha, itakueleza. Hiyo ni hatua ya kwanza, anakuulizia swali hilo. Jingine ni kama una shamba au unataka kujenga pale shambani kwako, atakwambia ni sehemu gani unataka kujenga. Kabla hajaanza kuweka mchoro, lazima afike akaangalie kile kiwanja, whether kina mabonde au kuna maji au ardhi na maji au nini. Anaangalia kile kiwanja alafu anajua nini jinsi ya kufanya. Jingine linalofuata ni kwamba tunatoa ushauri kuanzia ule udongo wa sehemu yako ulipo mpaka siku unahamia kwenye nyumba yako. Kila hatua mbunifu majengo anakuwepo. Anakusaidia kupima, kupanga kile kiwanja chako, mchoro wako unautengeneza. Mnakianza kuchimba msingi, anakuwepo, anashauri, anamsimamia mkandarasi, kwa sababu mkandarasi akikosea ina maana anayepata hasara ni wewe mwenye mradi. Kwa sisi tunasimamia ili kusudi asikutie hasara. Na pia tunakusimamia wewe mwenye jengo, usimdhulumu yule. Kafika wakati fulani wa kujenga, mlipe kiasi fulani, tunakuandikia. Yeye anaandika barua, anaandika kwamba jamani nimefika kiwango fulani. Tunakwenda kuangalia kile kiwango alichojenga. Tuna wenzetu ambao timu yetu mbunifu majengo anakuwa na timu yake, mkadiriaji majenzi, mhandisi na watu wengine. Wanakwenda kuangalia amefika kiwango fulani, mkadiriaji majenzi anasema kwenye bajeti yetu ni shilingi fulani. Kwa hapa alipofikia ni sawa sawa au sio sawa sawa. Kwa hiyo anapoleta yale malipo
tunaangalia, alafu tunaangalia kwenye ule mchoro wetu kweli, tunaandika barua kwenye mali, bwana tafadhali mlipe huyu bwana kiasi. Kwa hiyo tunaanza kuanzia kupima kile kiwanja moja kwa moja mpaka siku unahamia kwenye nyumba yako. Tunakushauri jinsi ya kuweka rangi mle ndani, tunakushauri kama ni mahali pana maji, tunakushauri tunajua kutengeneza mchoro ambao maji yasiingie kwenye nyumba yako ili kusudi nyumba yako isiharibike. Kwa hiyo tuko na wewe mpaka unapoingia kwenye nyumba yako. Siku unapoingia mkono wako tunanawa mikono, tunakuachia. Asante sana kwa namna ambavyo umeifafanua kwa kina kabisa taasisi ya ubunifu majengo hapa nchini Tanzania. Umeanza na historia ilikotoka mpaka leo hii ambapo iko hatua gani. Nikushukuru sana. Kwa hiyo naamini pia umetengeneza daraja zuri ambalo na kila ambacho tunaenda kukizungumza kwa sasa hivi kwa yule ambaye anatufuatilia kufahamu ni kitu gani kinazungumziwa. Asante sana. Next chat. Asante. Karibu sana mbunifu majengo Scholastica Mamba. Sasa mna mkutano ama semina ya mwaka. Inafanyika wapi na lengo lake ni nini? Tuna mkutano wa mwaka tunaofanyia Morogoro. Tutaanza tarehe 9 mwezi wa 4 mpaka tarehe 11 na tutakuwa na wadau wengi. Tutakuwepo sisi kama wabunifu majengo, tutakuwa na wakadiriaji majenzi na tutakuwa na yule anayeturatibu ambaye ni bodi ya wabunifu majengo na wakadiriaji majenzi AQRB, lakini pia tutakuwa na wahandisi, tutakuwa pia na wakandarasi pamoja na wadau mbalimbali wanaohusika na masuala mazima ya ujenzi na wale wanaohusika na vifaa vya ujenzi, wale suppliers watakuwepo pia wa kutosha. Na pia tunawakaribisha watu mbalimbali kwa ajili ya kuungana nasi katika kipindi hicho, kwa sababu timu nzima ya mkutano wetu ni upangaji na uendelezaji miji ulioandaliwa kwa miji inayobadilika. Na uendelezaji wa miji ulioandaliwa kwa miji inayobadilika. Tukiangalia hili ni ombwe la dunia nzima. Miji mikubwa kama Mbeya, Dar es Salaam, Mwanza, Dodoma na Arusha ni sawa na miji mingine duniani. Miji mikubwa ambayo watu wanahamia kila leo. Serikali zake zinajitahidi kupanga miji na kuweka miundombinu stahiki, lakini wimbi la watu kuhamia katika miji ile ni kubwa kuliko kile kinachopangwa. Kwa hiyo sisi kama wabunifu majengo, kama sehemu ya sekta ya ujenzi, tuko kwa ajili ya kujikita kuangalia kwamba swala hili ama ombo hili tunalikabili vipi. Lakini pamoja na aliyoyasema rais wangu Mekchawi, mimi ni mjumbe wa Council pia ya Afrika Mashariki ya wabunifu majengo. Kwa hiyo katika swala zima hili ni kipindi pia mwafaka ambacho watu wanapaswa kuwa pia wajue tofauti yetu sisi na wanafani nyingine. Mfano, watu wamezoea kutuita sisi ni wahandisi. Sisi sio wahandisi. Wengine wamezoea kutuita sisi wakandarasi. Sisi sio wakandarasi. Kama alivyosema rais wangu hapa, sisi ni wabunifu majengo. Na mbunifu majengo ndiye kiongozi wa hiyo timu nyingine yote. Alipo mbunifu majengo anafanya kazi bega kwa bega na mkadiriaji majenzi anakuwa kwenye timu yake. Anafanya kazi pia na mhandisi, na wahandisi wako wafani nyingi. Kuna wahandisi wa maji, wa umeme, sijui na kadhalika. Lakini pia kuna watu wa civil na kadhalika. Anafanya kazi pia na mtu wa uchumi, na anafanya kazi na mafundi mchundo, land surveyors. Nadhani ndio wanaoitwa fundi mchundo, na watu wengi kadha wa kadha. Kazi inapoanzia kwake, ikichako imetoka labda kwa town planner, inapokuja kwake watu wa mipango miji, inapokuja kwake yeye ndio anayejua, na yeye ndio mwenye ile hati miliki ya kile anachokibuni. Kwa anapobuni kile kitu ndo anajua kama ni nyumba ya chini atamshirikisha yupi na yupi na yupi kwenye timu yake.
na kama ni ghorofa, manake pia na mhandisi wa vyuma ataingia pia, lakini atafuata kile alichokiandaa yeye. Nadhani mara nyingi tunaona kwamba mtu ana ukumbi wake, lakini kwenye ukumbi unakutana na nguzo kibao. Mkikaa kwenye ule ukumbi hamuonani. Ni kwa sababu fundi chuma na mbunifu majengo hawakukaa pamoja. Ni mchoro umechorwa mahali, haukuzingatia kama alivyosema babangu hapa, rais wangu, haukuzingatia kwamba yule mwanadamu anapokuwa kwenye ile ukumbi anahitaji nini. Hitaji la wakati huo kwamba watu ni waonane, wawe na audience moja na wafanye kazi moja. Sasa ndio maana unakuta hata kwenye makanisa pia, kwenye nyumba za ibada, makanisani, misikitini, unakuta kuna nguzo, kuna nini, unakuta kuna vitu vingi kama hivyo, hamuonani. Kwa hiyo hata kama ni mhandisi atafuata mle ulimopita wewe. Anatakiwa kudesign na afuate mle ulimopita wewe, na sisi tunakuwepo pale kuhakikisha kwamba kile tulichokibuni kinakuwa sawa sawa, na hata kinapojengwa kwamba mkandarasi anafuata mle tulimopita sisi. Kwa hiyo katika hili sasa tunaomba tu kualika wadau wetu mbalimbali. Karibuni sana Morogoro, tutakuwa pale Kate Hotels katika hizo siku 3, lakini siku ya 4 watakwenda kuburudika katika mbuga za Mikumi. Wanasema kazi na dawa. Ni kazi na dawa kwa kweli. Ni kazi na dawa. Na katika mwaka mzima tumefanya kazi. Kwa hiyo lazima tupate siku ya kujiburudisha. Kwa hiyo kutakuwa na wadau wa kutosha. Tunawakaribisha sana suppliers wetu, suppliers mbalimbali ambao wamekuwa kitu siku zote katika mikutano yetu, katika kazi zetu. Ni muda wao sasa wa kujitangaza na kutangaza bidhaa zao. Ni makampuni mengi ambao mpaka sasa ishajitokeza watakao kuwepo. Kwa hata wale ambao wanategemea kujenga, tuko kwenye robo mwaka. Kwa hiyo muda tungali tunao katika mwaka mzima. Tuko ndani ya robo mwaka. Wewe unayetaka kujenga, hakikisha kwamba usimpelekee ujenzi wako fundi Michael, atakuharibia na utapata hasara. Leta kwa wabunifu majengo wakufanyie kazi yako, waisimamie kazi unayofanya ambayo ni kubwa yenye mamilioni ya pesa. Unampa mtu kwa 300,000, kwa 500,000, kwa 1,000,000 akufanyie, akuharibie, utapata hasara. Kwa hiyo fanya kazi na mbunifu majengo uwe salama. Kwa namna ambavyo umeelezea, taasisi ya wabunifu majengo hapa kwetu nchini Tanzania ndio mwamvuli wa hawa wote hawa. Siku mwamvuli huu ukivunjika, manake huku tunaharibu sana. Kwa lugha hiyo ambayo nimeielewa, tuko sawa. Na ndio maana tuko mahali hapa ili watu wafanye kazi sahihi kwa wakati sahihi. Nirejee kwa Charlie, kwa swali kabla tujaenda mbali zaidi. Unafikiri kwa nini watu hawaji kwenu moja kwa moja, wanapita njia za uchochoroni? Kwanza kikubwa kwamba hao fundi Michael wana ushawishi mkubwa kwa sababu wako kwa mitaa. Okay. Kwa hiyo anapokuja mtu unataka kujenga kitu fulani, tabii mimi naweza. Kwa mfano, unasema nataka nyumba, atakuwa amechukua ramani kwenye mchoro alijenga mahali fulani. Pia anachukua ramani imetoka Mbeya na kuletea Dar es Salaam. Wewe unaona, anasema ukienda wale gharama. Sisi sio gharama. Sisi tunalinda afya, usalama na uzuri wa nyumba yako. Sawa. Sasa anapokwenda kwa yule anaweza kuletea mchoro wa Mbeya, akaja kujenga Dar es Salaam. Mbeya kuna baridi, Dar es Salaam hakuna baridi, kuna joto. Kwa hiyo ule mchoro na maana hufai. Na jingine ni kwamba wale wateja ambao wanaenda kwa wale watu hawafikirii kwamba nikimpa huyu anijengee nyumba yangu ya milioni 500 atajenga sawa sawa. Utaona kuchukua michoro sehemu fulani. Kwa mfano unasema kwamba kuna nguzo katikati ya ukumbi. Kwa nini nguzo iko katikati ya ukumbi? Moja kwa moja mimi nikiona kitu hicho nitakwambia hii imetengenezwa na fundi Michael, akatumia vyuma vya engineer, mchoro fulani wakaingiza mwenyewe. Kwa sababu katika mafunzo yetu tunafundishwa kwamba binadamu anatakiwa awe na sentimita ngapi mahali anapokaa. Nilichokwambia daktari anaangalia kwa ndani, sisi tunaangalia kila sentimita ya mwili wako. Sisi tunafundishwa kwamba kwa wakati fulani anapofanya kitu fulani kunatakiwa sentimita ngapi au square mita ngapi anatakiwa akae au afanyie kazi. Kwa hiyo unapoona ile pale kama hiyo nguzo imeko katikati, na maana hiyo hesabu hawakuipiga. Jingine
sisi watu wale ambao wanachukua hizo kazi kuambia watu wafanye, ni kwamba wanawaambia wale bei yao ni kubwa, gharama zao ni kubwa. Sisi gharama zetu sio kubwa. Gharama zetu ziko za aina 3. Umesikia? Unaweza kunilipa mimi kwa saa, unaweza kunipa mimi kwa asilimia, au unaweza kunipa mimi kwa kifungu fulani cha pesa. Na hiyo hela tunayokuambia sio kama unanipa yote. Kwa mfano nikwambia mtangazaji kwamba unipe shilingi 20,000 kuanzia mwanzo mpaka nyumba yako. Unipe yote. Kwa kila hatua ndio unalipa. Kwa sasa gharama ziko wapi? Gharama zinakuja wakati tunapokuambia tukufanyie kazi yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tunaangalia hivyo afya, usalama na uzuri wa jengo lako, yani hizo stage. Unapompa mtu ambaye hana hiyo knowledge, anapojenga hana hiyo knowledge kwamba hapa kwa mfano hapa sehemu kuna maji, yani anajua tu kuweka matofali na akaweka cement juu yake, jengo likaisimama. Mvua ikija kuta zako zinanyonya maji, baada ya miaka 5 ukigusa tofali inapotika. Sasa mbunifu majengo haya yote anayakinga, na katika kukinga pia anakuwekea wewe mwenye jengo gharama halisi zilizoko kwenye bajeti yako. Sasa unapokwenda na mtu mwingine anaweza kuambia nataka matofali 200. Ukifika pale sio matofali 200 yatakotumika yote, yatatumika matofali 150. Sasa yale 50 ya nani? Wewe uko kazini huko, umemtuma kijana wako kawasimamie mafundi. Wanajenga pale matofali 150, ya 50 ya asubuhi yanaondoka. Lakini mbunifu majengo akiwepo, kila tofali likae mahali pake kutokana na budget tuliyokuwa nayo. Kwa sababu sisi tunakuwa kama majaji nusu, kwamba wewe mwenye mali unatakiwa utoe malipo kutokana na kazi kamili. Mimi kama mbunifu majengo natakiwa nimwangalie mjenzi afanye kazi kamili kama ilivyotakiwa, ili kusudi nikwambie mpe stahiki zake, na huyo akupe service iliyokuwa kamili. Sawa. Asante sana. Swali langu umejibu vyema, kwa sababu ili wimbi la hawa mafundi ni wengi, na ilikuwa kukuuliza hivyo ili mtu ajue hata leo, kuanzia leo mtu ambaye alikuwa anataka naye kupita njia za mkato, basi anayo nafasi kubwa ya kuwashirikisha moja kwa moja katika ujenzi wake. Kabla tunaenda mapumziko, mbunifu majengo Scholastica Mandwa, huu mkutano ama hii semina ya mwaka huu ni utaratibu wa kila mwaka ambao unafanywa na taasisi ya ubunifu majengo, na je, mnatarajia kuwa na washiriki wangapi kwa mwaka huu? Tunafanya kila mwaka. Ili tuweze kuwa na uelewa wa pamoja, huwa tunafanya kila mwaka, na ni muda pia wa kujitathmini. Na kwa mwaka huu tunategemea kuwa na washiriki wasiopungua 600. Kwa hiyo tunaendelea kualika wabunifu majengo na kada nyingine zozote ambazo ziko kwenye sekta ya ujenzi kushiriki, kwa sababu ndio muda wa kuendelea kujitathmini na kujiweka kwenye siti iliyokuwa nzuri zaidi kwa ajili ya kuhudumia watu. Ndio. Sawa. Kuna chochote cha kuongezea? Mkutano huu ambao huwa tunafanya kila mwaka, na kuna mkutano ya taasisi ya ubunifu majengo ya Afrika Mashariki, mkutano inafanyika mara 2 kwa mwaka. Kwa hiyo kila mwaka inabidi upeleke pointi fulani kwenye bodi ya usajili ili kusudi uendelee kukaa kwenye daftari. Usipofanya hivyo, ina maana wanaweza kutoa. Ni lazima. Yaani dunia nzima hiyo. Ni takwa lile la kisheria. La kisheria, na sio kisheria tu kwa Tanzania, ni kisheria duniani. Sawa. Kwa hiyo kikao cha Morogoro wabunifu majengo watapata point. Januari kuna kikao Arusha cha taasisi ya ubunifu majengo, wale wanaohudhuria wanapata point. Na kikao cha mwezi Julai au Agosti cha Afrika Mashariki inafanyika katika nchi moja ya nchi ya Afrika Mashariki, watu wanapata point. Kwa hiyo ina maana kwamba ubunifu majengo, zile point wanazopata ni kwamba lazima wahudhurie semina zinazohusu ujenzi ili kusudi wapate the point, isikusudi kwamba wawepo kwenye daftari la usajili. Sawa. Ni washukuru sana kwa namna ambavyo tumezungumza mwanzo mpaka sasa hivi. Tunaelekea mapumziko mafupi sana. Tukirejea
Nitarejea kwako mbunifu majengo Scholastica Mando juu ya namna ya ushiriki. Sasa mtu ambaye anapaswa kushiriki kwa hizi siku ambazo zimebaki atapaswa kushiriki namna gani, na kwa wale wote ambao wangependa kuwa sehemu ya semina hii ama mkutano huu. Watu 600 ni wengi sana. Asante sana. Tunapata mapumziko mafupi mtazamaji wetu. Tukirejea hapa tutaendelea na kipindi chetu cha Kahawa Uchai Meza ya Majadiliano. Niko na wenye majengo yao hapa nchini Tanzania, naweza nikasema hivyo. Ukiona majengo huko ujue kuna namna kubwa sana wameshiriki. Sasa kuna swali ambalo niliuliza hapa, usiwakimbie hawa. Amenielezea vizuri sana. Kwa hiyo tuendelee kufanya hivyo wenye ndoto za kujenga. Tunapata mapumziko mafupi sana. Tukirejea hapa tutaendelea na kipindi chetu cha Kahawa au Chai. Endelea kushiriki nasi kupitia 0742 773444 kwa chochote, swali lolote, maoni, basi sisi tutahusika nalo. Na mtazamaji wa Tumaini Television, asante sana kwa kuendelea kushiriki nasi ndani ya kipindi cha Kahawa Uchai Meza ya Majadiliano, na leo tunazungumza juu ya mkutano mkuu wa taasisi ya ubunifu majengo hapa nchini Tanzania ambao utafanyika pale Morogoro, na tunaendelea kufahamu mengi juu ya mkutano huu. Mbunifu majengo wa Scholastica Mando ametuelezea kwa uzuri kabisa lengo la mkutano huu, namna ambavyo unapaswa kufuatilia ama kuwa sehemu ya mkutano huu. Sasa mtu unaweza kuwa unajiuliza, je, tunashiriki bure? Tunakuja tu kwenye huo mkutano ama kuna namna nyingine ya ushiriki katika mkutano huo? Karibu sana mbunifu majengo. Nakushukuru sana mtangazaji. Ni kwamba kuna ada ya ushiriki. Wabunifu majengo pamoja na kada nyingine zote watashiriki kwa Laki2 kwa kila mtu. Lakini ni wale watakao kuwa wamechangia mpaka tarehe 20 ya mwezi Machi. Baada ya tarehe 20 mwezi Machi, hawa ambao wanakuja mwishoni sasa, wao watapaswa kushiriki kwa Laki2,50,000. Lakini kwa wale ambao ni graduate architects, ndio kwanza wamemaliza vyuo, hawajakuwa wabunifu majengo kamili. Ni wabunifu majengo wasaidizi. Kwa sababu hata kama ukamaliza miaka yako 5, labda ulikamatwa na mwaka mmoja ukasoma 6. Hiyo haikufanyi wewe uwe mbunifu majengo. Bado una safari ya miaka mingine 2. Okay. Na hiyo miaka 2 ukimaliza, kama alivyosema hapa rais wangu, lazima ufanye mitihani. Kwa hiyo wale wanachangia Laki1 kwa kila mmoja. Okay. Na labda nikirudi tena kidogo kwa kila alichokuwa nikizungumza rais wangu hapa, kwa habari ya afya ya mwanadamu, tunaangalia afya ya mwanadamu, tunaangalia mandhari na mambo mengi kadha wa kadha, ikiwa ni pamoja na kupunguza gharama ya anayejenga. Unajua, ninapokuja kwako, ninapokuja kuangalia eneo lako, mara nyingi mtu anakuambia kwamba nimeona ya jengo lako zuri limejengwa mahali fulani, mimi niko Arusha, nijengee nyumba yangu na ramani yangu ni hii, nimeitoa mtandaoni, nifanyie kazi yangu hii. Hiyo hatufanyi hivyo. Lazima tufike kwenye eneo lako la site, tuone likoje. Mwingine anajenga kwenye mporomoko, anataka amtumie fundi Michael kujenga mahali pale. Haangalii hali ya hewa kama alivyosema rais wangu hapa. Haangalii jua linatokea wapi linaishia wapi kabisa. Haangalii chochote. Anafika anapachika pale nyumba. Na fundi Michael anamwambia leta tofali 3000. Matokeo yake zote zinaishia kwenye msingi. Alafu anasema nilidanganywa. Huyu ameniibia. Hajaibiwa chochote. Ni kwamba hakutumia mtu sahihi katika ujenzi wa jengo lake. Na wakati huo mwingine analalamika kwamba mimi jengo langu lina joto sana, usiku nashindwa kulala, lakini mvua pia zikinyesha zinaishia ndani. Hebu tujifunze mfano mdogo wa zile wodi za Muhimbili. Ukienda pale Sewa Haji, nani sijui, zile wodi zote zile wodi zimezingatia mazingira ya eneo. Mvua inanyesha huwa haingii ndani. Jua linawaka halijawahi kuingia ndani kwamba tuhamishe vitanda vya wagonjwa tupeleke huku. Ni kwa sababu wabunifu majengo walihusika, wakaangalia jua huwa linatokea wapi linaishia wapi. Na ndio maana ukiziangalia ziko tenge, sio kama zimekuwa tenge kimakusudi. Wameangalia mawio ya jua kuanzia ndani, mwandamo wa jua sijui mpaka mawio yake. Na mvua kwamba kama ni mvua kunyesha engo, kama ni engo kubwa sana ya mvua itakuwa ni ngapi. Kwa hiyo tufanyeje ili tuweze kukinga vitu hivi vyote. Sasa unakuta mtu madirisha aliko yaweka ndo amelikaribisha jua ndani ama akakaribisha mvua ndani.
rangi aliyopaka, wakati mwingine anakuambia nipakie rangi ya mafuta, sitaki kuja kusafisha ukuta tena. Ukuta wetu, ukuta wa nyumba huwa unapumua. Sasa kama ukuta wa nyumba unapumua, wewe umeenda kuuziliba mafuta, matokeo yake ukuta wako haupumui. Hewa ya ndani inabaki ndani, hewa ya nje inabaki nje. Ukiamka asubuhi umechoka, unasema nilikabwa jana na wachawi. Lakini kumbe ni wewe ukutumia watu proper kufanyia kazi yako. Nashukuru sana. Umezungumza vizuri kabisa mbunifu Majengo Scholastica Mando juu ya hiyo ada ya ushiriki na umeifafanua kwa makundi hayo, na mimi ni mtu ambaye anahitaji kuwa sehemu ya mkutano huo. Hapo mwishoni pia nitatoa nafasi ya mawasiliano ili waweze kuwasiliana na nyinyi moja kwa moja. Kwa namba yetu ya maoni kupitia 0742773444. Kuna mfuatiliaji wetu anasema anapenda kuuliza, anaitwa Dimoso. Anapenda kuuliza kwa wema na kwa maendeleo ya Afrika Mashariki. Mwaka 1913, yuko sawa huu? Walikaa wakatengeneza mifumo ikafanya kazi. Je, tatizo lilikuwa ni nini ndani ya jumuiya hadi kafika mahala wakaamua kuivunja jumuiya na kila nchi iliamua kubaki yenyewe? Asante. Yeye anapenda kuuliza hapo. Mfanulie tu kwa uchache ili tuweze kwenda mbele zaidi. 1913 ilianzishwa taasisi ya ubunifu majengo ya Afrika Mashariki. Mwaka 1922 ikaanzishwa kitu kinaitwa kwa Kiingereza East African Common Services, yani services za Afrika Mashariki. Kulikuwa na mashirika tofauti. Shirika moja kubwa lilikuwa ni shirika la reli na bandari, lilikuwa ni shirika peke yake. Alafu kulikuwa na shirika la ndege la Afrika Mashariki, na kulikuwa na taasisi ya customs yote ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo ilikuja mpaka mwaka 67 badala, kwa sababu ilianzishwa na Waingereza wa koloni. Tulipopata uhuru mwaka 67 ndio ikaanzishwa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo ina maana ile koloni ikarithiwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo tukakaa nao kuanzia 67 mpaka mwaka 77 hii ya Afrika Mashariki ikavunjika. Kwa hiyo ilipovunjika ya Afrika Mashariki ikakaa kuanzia 77 mpaka 2003 ndio ikarudishwa tena, ikarudi upya. Sasa katika kurudi upya ina maana kwamba zile taasisi zilizokuwepo kule zamani zote zilikuwa zimeshaondoka. Shirika la Afrika la ndege la Afrika Mashariki, bandari na reli zote zikaondoka. Kwa hiyo ina maana kwamba sasa hivi kila nchi ina reli zake na shirika yake. Kwa hiyo imerudi, ni kwamba tumerudi, tunajaribu kurudi kwenye mstari ule uliokufanywa na wakoloni. Wakati ule wakoloni, kwa sababu serikali ilikuwa ni ya Kiingereza. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi kwamba oda inaweza kutoka London pale ikawa inatumika kwenye nchi zote za Afrika Mashariki. Kwa hiyo ilipovunjika ikawa taasisi yetu ikawa tunaweza kusema ikawa imelala, kwa sababu kulikuwa na wenzetu kukawa na bado na mawasiliano, kwa sababu miaka ya nyuma wabunifu majengo wengi walikuwa wanasoma Nairobi. Hii taasisi ya Afrika Mashariki, vyuo vyote, kwanza kulikuwa na chuo kikuu kimoja tu cha Afrika Mashariki. Wapi? Chuo kikuu cha Afrika Mashariki, alikuwa mkuu wa chuo kile alikuwa marehemu Julius Nyerere, rais wa Tanzania. Ndiye alikuwa chancellor wa vyuo vyote vya Afrika Mashariki. Mpaka inafika mwaka 69 ndio kila nchi wakagawana. Kwamba badala ya kuwa na chuo cha Afrika Mashariki, kwa kila nchi kina chuo chake. Dar es Salaam University. Lakini mzunguko wa wanafunzi kwenye vyuo hivi ukawa umebaki na huko mpaka leo. Wakagawana, katika kila nchi atatoa fani 2 au 1. Nairobi, chuo kikuu cha Nairobi wakatoa fani ya uhandisi pamoja na ubunifu majengo. Dar es Salaam wakatoa fani ya sheria pamoja na elimu ya science ya siasa. Makerere wakatoa fani ya udaktari na fani ya utapayoti. Kwa hiyo vyuo hivi vilikuwa na fani 2 ambazo ni kwa ajili ya Afrika Mashariki. Sawa. Kwa hiyo kwa kwetu sisi mwaka 77 ndio chuo chetu cha ardhi kilikuwa kinaanza. Kwa hiyo ilikuwa hawajaenda kwenye level ya shahada. Kwa hiyo ina maana kwamba watu wengi wabunifu majengo wengi walisoma Nairobi na wengine wakasoma nje.
wakati huo. Kwa hiyo ilipokuwa imelala, ilipofufuka tena Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa hiyo na kile chama nao kikafufuka. Sio kama kufufuka, kikashtuka. Kilikuwepo kwa sababu kuna vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea. Kwa hiyo nimekuambia kwamba mitihani ya wabunifu majengo ilikuwa inafanywa na taasisi ya wabunifu majengo ya Afrika Mashariki. Sawa sawa. Kwa hiyo baadaye ina maana kwamba kila nchi tunafanya ile mitihani, wale wanakuja kuangalia mitihani kweli iko kwenye ile standard. Sawa sawa. Asante sana. Huyu anaitwa hajamalizia jina lake, Eiro Marandu, yupo Kilimanjaro. Yeye anasema ubunifu majengo ni kwa ajili ya mijini tu au hata huku vijijini? Je, gharama zao ni rafiki? Kwa ufupi sana tu. Ubunifu majengo nimesema kwa ajili ya binadamu. Ukiwa kijijini, ukiwa kisiwani, ukiwa ni kwa ajili ya binadamu. Hakuna ugonjwa wa watu wa Moshi au hakuna ugonjwa wa watu wa Mbeya. Ugonjwa ni malaria ile. Kwa hiyo kazi yetu sisi tunafanya kwa ajili ya binadamu. Kwa hiyo mijijini, hata kwenye mashamba ya watu tunafanya hivyo. Kwa hiyo kwa gharama zinakuwa ni kwamba ile kazi yako inapofanyika utapigwa gharama ya jengo. Kwanza watakuuliza bajeti yako kiasi gani. Achukua ile bajeti yako ndio anatengeneza ile ramani, ndio alafu atakwambia gharama ya jengo lako ni hii, gharama yangu ni hii. Wewe utanilipa kiasi fulani kwa awamu fulani. Sawa sawa. Asante sana. Naamini ndugu yangu kutoka Kilimanjaro umeelewa kwa uzuri kabisa. Anthony, kwa maoni yangu ama ushauri wake, sasa wekeni mawakala katika kila kona ya taifa au kila mkoa, ingependeza zaidi. Hili unaweza kulielezeaje? Sio kama tuweke mawakala. Bodi ya usajili wa wabunifu majengo na wakadiaji majenzi wana ofisi za kanda. Na katika kila kanda wako wabunifu majengo katika kila miji. Akitaka ushauri anaweza kwenda kwa ofisi ya bodi ya usajili majengo pamoja na wakadiaji majenzi. Ataambiwa hapa tuna mbunifu fulani sehemu hizi hapa. Sawa sawa. Kwa hiyo tuko nchi nzima. Wako taifa zima ndugu yangu Anthony. Kwa hiyo ni wewe tu kama una mpango wa kujenga ghorofa 100 fika kwao. Magorofa 200 ni wewe tu, wako kila sehemu, usitafute sababu. Ila tunashukuru sana kwa maoni yako, umewasaidia wengine pia kufahamu kwamba hata alipo pale mkoani kwake wapo. Huyu anauliza, lakini hili tayari ameshalielezea na tulianza nalo. Alisema kwa hiyo nikiwa sio mwana ubunifu majengo na ninahitaji kushiriki mkutano, inawezekana au kaishia hapa? Anakaribishwa pia kwa sababu kuna vitu vingi vya kujifunza. Kuna vitu vingi vya kujifunza. Anaweza kakaa nyuma kwa ajili ya kusikiliza. Lakini pia atapita kwenye mabanda, atajifunza vitu vingi sana kwa wale suppliers. Na pia kuna kwa na banda letu sisi wenyewe la wabunifu majengo na wakadiriaji majenzi, ambalo kazi yake ni kutoa elimu kila siku asubuhi mpaka jioni. Ndio. Sawa sawa. Unao fursa pia ndugu yangu, usiwe na wasiwasi kabisa. Fika pale Morogoro na gharama nimezielezea kwa uzuri kabisa hapa Mbunifu Majengo Scholastica. Kwa hiyo ni wewe tu kama unayo nafasi, basi tunakuomba ufike eneo hilo ili uweze kujifunza mambo mengi zaidi. Naamini kila mtu amewekewa ndoto ya kujenga. Kama una ndoto ya kujenga, basi ni fursa kwako. Si Mbunifu Majengo tu ambaye anaweza kushiriki mkutano, hata wewe unayo nafasi, unaweza kukaa nyuma ukasikiliza, lakini kuna mabanda pia ya ushauri yanapatikana pale. Tukiwa tunaendelea, tuweke nukta hapa katika upande wa maoni, na ni 0742773444. Unaweza kuendelea kushiriki nasi kupitia nambari hiyo ya maoni na maswali, na chochote mchango wote, basi sisi tutahusika nao na wataalamu hapa, basi watakujibu kama ambavyo wamekujibu hapa kwa uzuri kabisa katika yale maswali ambayo tumejaribu kutushirikisha hapa. Dunia sasa hivi hatuwezi kukataa maendeleo ya sayansi na teknolojia ni makubwa. Watu wanazungumza kuhusiana na akili unde. Katika semina hii na mada ambazo zinaenda kugusia kwenye huu mchakato na namna ambavyo hii akili unde inavyofanya kazi kwa sasa na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Hiyo ni kitu ambacho ni swala mtambuka. Hatuwezi kuliepuka. Ni kati ya vitu ambavyo vitajadiliwa na ni kati ya papers watakao kuwa na mawasilisho. Kuna mmoja wapo atakayewasilisha. Kwa hiyo watu wakae mkao wa kuendelea kujifunza zaidi. Dunia inabadilika, ni kweli, na inakwenda kasi. Ukizembea kidogo inakuacha. Ndio. Kwa hiyo karibuni sana. Bado tunaendelea kuwashauri wale wote ambao hamjajiandikisha. Ni muda mwafaka. Karibuni, njoeni.
Lakini bado naendelea kusisitiza, ndugu mtangazaji, hawa suppliers naendelea kusisitiza, ndio muda mwafaka wa sisi kujua wanafanya nini, kwa sababu mbunifu majengo ndo anayesema kwenye mchoro wake kwamba je, madini ujenzi yepi yatumike. Sio mkandarasi. Mkandarasi anafuata kile nilichomwambia kwamba kuanzia msingi ni simenti aina gani itumike, mchanga wa wapi utumike, na wa aina gani uko na texture ipi. Yeye ndo atakayesema kwamba jengo liende na urefu kiasi gani, na kama ni rangi ipi. Mara nyingi tunajua rangi kama ni ngapi baba? 12. Lakini sisi wabunifu majengo rangi ziko zaidi ya 36. Kwa hiyo ninapokuambia rangi fulani itumike, ni kwamba mkandarasi hajichagulii rangi. Anatakiwa ajue kwamba mimi nimemwambia ni rangi ipi, ni kitasa kipi, mlango wenye unene gani, kama ni nguzo ina ukubwa gani, hizi sijui bawaba ni aina ipi. Ni mimi ndio ninayekwambia kwamba ramani yangu itakuelekeza. Kwa hiyo wale ambao ni suppliers ndio muda mwafaka wa kuja kushirikiana na sisi. Partners wetu tunawaalika, njoeni kwa wingi. Wale ambao tayari mshakuja kwetu tunawashukuru, na wale ambao bado, basi ni muda mwafaka, karibuni tushiriki pamoja Morogoro. Asante. Na kwa nafasi ya kipekee tukiwa tumesalia kama dakika 5 hivi kutamatisha kipindi chetu, nikupe nafasi kabla ya kurejea kwa Rais mwenye Ara Ndogo kuja kutamatisha na safari yetu hii, namna ambavyo mtu anapaswa pengine kuwasiliana na nyinyi sasa kuelekea katika mkutano huu wa mwaka wa Wabunifu Majengo pale Morogoro, na fanyaje ili aweze kuwapata moja kwa moja. Tunashukuru. Kwanza sisi tuna ofisi zetu makao makuu yako Dar es Salaam, katika jengo la Old Boma, jengo la kwanza Dar es Salaam. Ndipo tulipo, karibu ni tuko pembeni mwa jengo la jiji. Na jengo dogo liko pale, na ndio kwanza ni vizuri pia wakajifunza, kuna historia nzima ya jiji la Dar es Salaam wataipata pale ndani. Ni jengo la kwanza Dar es Salaam. Kwa hiyo ofisi zetu ziko mahali pale, lakini pia katika tuna website yetu pia, nadhani tutashare, lakini pia mawasiliano yetu ambayo tutawapatia ndugu. Unaweza ukayasema tu moja kwa moja kabisa, hamna shida. Namna ya kushiriki, kama atapita kwenye website pia anaweza kupata mawasiliano. Yetu. Okay. Labda kikubwa ni kwamba ni vizuri akafika katika ofisi zetu za pale Old Boma, lakini bado ni kwa namba za simu, labda niseme ya rais wangu hapa. Atumia kwenye mtandao. Kwenye mtandao. Atapata form nzima na lini na kitu gani anatakiwa kwa. Kama supplier ataelezwa kwamba kuna mabanda fulani, ndio kwa www.aat.arch. Akiingia pale anakuta story nzima, yeye yuko wapi, watamwambia anaweza kwenda kwa www.aat.arch. Okay. Lakini pia katika kila zone kama tulivyosema, kuna ofisi za AQRB. Kule pia atapata taarifa zetu zote, sisi kama wabunifu majengo. Sawa. Ndio. Lakini ni wadokeze tu kidogo kwamba mkutano huu ukikamilika, mtapata fursa pia wale ambao mtashiriki kwenda katika mbuga zetu za wanyama, si ndio? Ni kweli. Kwa hiyo inadokeza tu kazi na dawa. Kwa hiyo ni kazi na dawa ambayo unapaswa kuona namna gani unashiriki mkutano, unapata madini, lakini pia unaenda kuangalia uzuri wa nchi, unakwenda namna gani kupitia hiyo ada ya ushiriki. Sawa. Nikushukuru sana Mbunifu Majengo Scholastica Mando kwa namna ambavyo umeelezea mkutano huo na mambo mengi kadha wa kadha ambayo umeyazungumza. Tumesalia na dakika 3 tumalize kwako Rais mwenye Ara Ndogo juu ya taasisi nzima hii sasa na mchango wake na namna ambavyo watu wanapaswa kuitazama. Asante mtangazaji. Kazi yetu kubwa ni kwamba kutengeneza vitu vilivyo bora kwa gharama iliyokuwa halisi. Kwa hiyo kwenye mchango wa mkutano wetu ni kwamba tutakuwa na watu zaidi ya 600, wengine kutoka ndani na kutoka nje. Kuna watu wanatoka Cameroon kuja huku Tanzania kuangalia kwenye mkutano. Kwa hiyo sasa katika mchango kuambia watu waje
ni kwamba waje wasome, waelewe, tuwape ushauri. Unaona, kwenye taasisi ya Afrika Mashariki huwa tunaenda kila mwaka kwenye nchi fulani. Kwa mwaka jana tulikuwa sisi ndio hapa, tulifanya mkutano pale Zanzibar. Mwaka huu tutaenda Rwanda, kwa mwaka kesho. Kwa hiyo ina maana huko kote tunakokwenda wananchi wa hizi nchi huwa wanakuja kwenye hii mikutano. Kwa hiyo hapa kwetu tuna fursa sasa hivi kufika pale Morogoro kwa ajili ya mkutano huo. Sawa sawa. Binafsi mimi ni washukuru sana kwa kufika. Labda kwa namba za simu pia Ndiyo. Kwa kuwaongezea tu wanaweza kututafuta pia kwa 0783 Ndio. 111 353. Rudia tena. 0783 111 353. Asante sana. Ni washukuru sana na niwatakie kila la heri kuelekea katika mkutano huo na utekelezaji wa ujenzi wa taifa letu la Tanzania na upangaji wa miji katika taifa letu la Tanzania. Tunawashukuru. Asante pia. Asante sana. TV. Mtazamaji wa Tumaini Television, tulikuwa hapa ndani ya Kahawa Uchai, meza majadiliano. Kwa siku hii leo tumezungumza mengi sana. Kikubwa zaidi ni kuangazia mkutano mkuu wa ubunifu majengo hapa nchini Tanzania ambao unatarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 9 mpaka 11 mwezi wa 4 pale mji kasoro bahari Morogoro. Na baada ya mkutano huu kutamatika, baada ya kujifunza kupata elimu nzuri, utapata nafasi pia mafursa kwenda kutembelea mbuga za wanyama zilizopo pale Morogoro. Kwa hiyo ni wewe kuchangamkia fursa hiyo ambayo imetolewa na taasisi ya ubunifu majengo. Wanataaluma wanakaribishwa, hata kama wewe sio mwanataaluma pia. Scholastica amezungumza hapa kwa uzuri kabisa. Unayo fursa kwa sababu pale kuna wadau mbalimbali ambao watashiriki katika mkutano huo. Utapata namna nzuri ya kujifunza kutoka kwao. Jina langu ni Innocent John. Niseme tu asante kwa timu nzima ambayo imehakikisha kila kitu kimekwenda vizuri kuanzia saa 12:30 za asubuhi mpaka muda huu ambapo tunatamatisha Kahawa Uchai, meza ya majadiliano. Nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vingine ambavyo vinaendelea hapa kwa Tumaini Television. Mimi naenda kupata elimu nyingine nje ya kamera kwa sababu mimi na mpango wa kujenga magorofa 500. Asante sana, muwe na asubuhi njema.